niambie chanzo, niambie tatizo, nikwambie chanzo. Leo nataka watu wachache au wote kiwezekana, you speak your problem, I'll take your source, the source of the problem. Utaniambia shida yako, nitakwambia chanzo. Amen. Bwana apewe sifa. Then nataka mtu ambaye ana ndoto ilimsumbua, ndoto yoyote, I'll give you the meaning and the source. Bwana apewe sifa. Una shida yoyote, nitakwambia chanzo cha hiyo shida. Bwana asifiwe. Nani yuko tayari? Nitatumia muda mfupi sana. Bwana apewe sifa. Kama Mungu atanisaidia kuwahudumia wote, will be good. Kama atanisaidia, nitatumia mmoja for all. Praise God. Amen. But I believe God will help you me today. Okay, soma pastor. That's why ukisikia watu wanatukana manabii and you come to Prophet Philbert, anakuambia mambo yako yote mpaka unashangaa. Bwana apewe sifa. Nataka nikupe siri. Hallelujah. Where it comes from. Bwana apewe sifa. So you have to understand. Kwa hiyo wanaotukana kwamba ni mafrimasoni, wale si vitu gani, hawatukani sisi, wanatukana nani? Yes. Okay, open the Bible, the book of John, chapter 1 from verse. Maybe you can stay from 43. Amen. Soma pale. Yohana 1:43 kuanzia pale. Yohana sura ya kwanza. Ndio. Mstari wa 43. Ndio. Biblia inasema siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya. Siku ya pili yake Yesu alitaka kuondoka kwenda Galilaya. Naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Ndio. Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, na Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti. Angalia, Filipo anamwambia, and Filipo findeth Nathanael and said unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nathanaeli akamwambia, ndio, laweza neno jema kutoka Nazareti? Ndio. Filipo akamwambia, njoo uone. Filipo akamwona Nathanaeli, amemwambia tumemwona yule ambaye Musa alimtabiri, alimsema kwenye vitabu vya sheria, Torati. Akamwambia kweli laweza jambo jema kutoka wapi? Nazareti. Filipo akamwambia, njoo uone. Ndio. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake. Sasa Yesu, kumbuka Yesu alimwambia Filipo. Filipo akamwalika jamaa yake. Amen. Akamwambia njoo muone huyo bwana. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa Nathanaeli anakuja kumwona nani? Yesu. Soma tena hapo. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake. Yesu akamwona Nathanaeli for the first time. Kwa mara ya kwanza Yesu anamwona nani? Nathanaeli anakwenda kwake. Akanena habari zake. Yesu akaanza kuelezea habari zake. Kama vile ukija kwa Prophet Philbert anaanza kuambia mambo yako nini? Yote. Bwana apewe sifa. Ndivyo Nathanaeli alipomwendea Yesu, Yesu akaanza kunena habari zake. Oh my God. Listen now. Tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Akaanza kumwambia tazama wewe ni Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yako. Nathanaeli akamwambia, Nathanaeli akajibu, umepataje kunitambua? Wewe akamuuliza Yesu, umepataje kunitambua? Oh my God. Bwana apewe sifa. Na mimi wachungaji wako tayari hapa, they are very reasonable. Kwa tujua what is secret behind. Bwana apewe sifa. Nathanaeli akamwambia Yesu, wewe Yesu umepataje kunijua? Yesu akajibu akamwambia, ndio, kabla Filipo hajakuita ulikuwapo chini ya mtini nilikuona. Kabla Nathanaeli hajakuita ulipokuwa kwenye ule mti nalikuona. Nathanaeli akamwambia, ndio, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiye mfalme wa Israeli. Ndio. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Ndio. Utaona mambo makubwa kuliko haya. Sasa Nathanaeli, sio kawaida hii. Wewe utakuwa ni mwana wa Mungu aliye hai. Nathanaeli amjibu Yesu. Yesu akamwambia,
Umesema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai kwa kuwa nimekuambia nimekuona ukiwa chini ya mti. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Akasema tulia, utaona mambo makubwa kuliko haya. Wewe fikiri Nathanaeli yuko Mbagala chini ya mti. Bwana apewe sifa. Yesu yuko Kinyerezi. Anamwona Nathanaeli chini ya mti wapi? Mbagala. Bwana apewe sifa. Amen. Anajua mambo yake nini? Yote. Lakini Yesu yuko Kinyerezi, Nathanaeli yuko Kigamboni. Bwana apewe sifa. Yesu anamwambia hata ulipokuwa chini ya mti nalikuona. Kuna uwezekano wa kumwona mtu yoyote sasa hivi, hata aliyeko kwa kwenu Mwanza, Shinyanga, Dodoma, Kigoma. Oh my God. Kama unabisha niambie mtu yoyote hapa nikwambie ni nani nyumbani kwako na anafanya nini sasa hivi. Let's up your hands. Tena mpigie. Nao niulize yoyote hata ni mke wako, nikwambia anafanya nini sasa hivi nyumbani kwako. Now. Tena mpigie simu sasa hivi muulize oh malada shaka yata masa. Praise God. Amen. Are you listening? Amen. I can tell you even with children. Hata watoto wako sasa hivi wanafanya nini sasa hivi. Bwana apewe sifa. So you come to be surprised. You can be surprised how this comes. Nathanaeli akamwambia wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Bwana apewe sifa. Akamwambia you are the son of Almighty God. Yesu akamwambia kwa kuwa nimekuambia haya umeanza kuamini. When you become a son of the living God, if you become the child of the living God, ukitoka kwenye level ya kuwa mshirika, amen, na mfasi, ukafika kwenye level ya kuwa mwana wa Mungu aliye hai, amen, roho yako inaanza kumove every corner unapokuwa, your spirit is there. Praise God. Unatoka kwenye level ya kuwa mshirika, mfasi, now you become the son of the living God. Unapokuwa mwana wa Mungu tayari, mwana wa Mungu aliye hai, ukawa the son of the living God, the child, ukawa mwana wa Mungu aliye hai, matokeo yako nao unaanza kufunction kama mwana wa Mungu aliye hai. Unaweza kaona chochote sasa hivi niko hapa, I see what is going on in America, najua kinachofanyika nyumbani kwako kwa sababu I'm the son of the living God. I can see anything at any time. Bwana apewe sifa. Amen. Ulipokuwa chini ya mtu kuona, endelea chini, malizia pale. Akamwambia ndio, amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefanyaje? Mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Bwana apewe sifa. Amen. Mtaziona mbingu zifanyaje? Na malaika wakishuka kufanya juu ya mwana nini? Wa Adamu. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Juzi nilikuwa nadumia mtu, namwambia habari za mwaka 1922. Amen. So nilikuwa naongea na mtu alizaliwa mwaka 1920 ngapi? 22. Ni miaka mingi sana, mtu mzima sana. Akawa anashangaa what is happen, imekuwa kuaje? Nikamwambia wakati unazaliwa pale na siku ile na tarehe ile na iliyofanyika, mimi nilikuwa pamoja na wewe kwenye ule mti. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Praise God. Are you listening? So wonderful, so good. Bwana asifiwe. Wakati mnaelewa? Nani anaelewa? Bwana asifiwe. That's why nimekuja kuambia chanzo cha tatizo lako, hata kama kimetokea miaka 2000 iliyopita. I'll tell you and you'll be surprised, because ulipokuwa hujazaliwa mimi nilikuwepo. I was there before you were born. Mungu anamwambia Yeremia, kabla hujatungwa mimba tumboni mwa mama nalikujua. Unamjuaje mtu ambaye hajatungwa mimba tumboni mwa mama? Kabla hajazaliwa nalikufanya kuwa nabii. Yaani kabla hajazaliwa Yeremia alikuwa na tabiri somewhere. Bwana asifiwe. Nani anaelewa? Nani anaelewa? Bwana apewe sifa.
Sasa ukimwambia huyu mtu amejuaje mambo yetu? Watu hawaeleweki. Basi Yesu ndio kwanza aeleweki, kwa sababu Yesu anamwambia Nathanaeli, ulipokuwa chini ya mti nalifanyaje? Alikuona. Nalikuona. Bwana apewe sifa. Amen. Wangapi wamenielewa? Amen. Sasa nataka leo tutaje chanzo, tatizo lako nitakutajia chanzo. Bwana apewe sifa. Amen. Any problem, any dream, amen, any question, I'm here to answer it. Bwana apewe sifa. Any problem, I'll tell you a source. Any dream, any problem, Bwana apewe sifa. And I need the complicated one. Bwana apewe sifa. Nahitaji ambayo ile very very complicated. Amen. Amen. Wangapi wamenielewa? Amen. Pastor, soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5. Anza kama 3 hivi. Bwana apewe sifa. Wakorintho wa kwanza sura ya 5. Kwanza sura ya 3. Biblia inasema, ndio, kwa maana kweli nisipokuwapo kwa mwili. Kwa maana kweli nisipokuwako kwa mwili. Kwa mwili, lakini nikiwapo kwa roho. Lakini nikikuwako kwa roho. Yesu akuwepo kwa mwili kule kwa Nathanaeli. Alipokuwa yeye Yesu yuko sehemu nyingine kimwili, lakini yuko kule kwa roho. Ijapokuwa siko, lakini nisipokuwapo kwa mwili, nikawapo katika nini? Roho. Mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Kana kwamba nifanyeje? Nikiwapo. Kuna uwezekano wa Obed sasa hivi mwili wako uko nikiendelea nyumbani. Nikiendelea nyumbani. Mwambie mke wako sasa hivi alikuwa anaangalia nini nje? Sasa hivi mwambie hapo nje alikuwa anaangalia nini? Praise God. Bwana apewe sifa. Hawezi kujua kile nini? Endelea. Bwana apewe sifa. Nikiwako katika nini? Nikiwako katika roho. Soma pale. Kwa maana kweli nisipokuwapo katika mwili, ndio, lakini nikiwapo katika roho, ndio, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Katika jina la Bwana wetu. Katika jina la Bwana wetu Yesu. Ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu. Ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu. Na roho. Ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu. Paulo yuko mahali fulani, wale watu wa Korinto wamekusanyika pamoja na roho ya Paulo. Wanafanya judgment, wanamhukumu. Tuna Paulo akipo pale, roho yake iko pale inafanya judgment. Bwana apewe sifa. Wangapi wamenielewa? Amen. Wangapi wamenielewa? Amen. Wangapi wamenielewa? Amen. Nani yuko tayari kutaja tatizo ni mwambie chanzo? Umempigia? Amesemaje? Yuko nje? Nje? Yuko nje? Amekwambia yuko nje? Nje? Anapika. Anamuona nje mko wako. Anadona hii mbona anapika nje bwana pesa. Hallelujah. Now you can see we are the church. Niko hapa, roho yangu iko nyumbani kwa mtu. Inamwona mke wake nje. Bwana apewe sifa. My God. Bwana apewe sifa. Amen. Na amelachongea. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante. Asante. Niko tayari kujua chanzo cha tatizo langu. Amen. Naomba nianze na ndoto. Mwenye ndoto complicated dream. Any dream, ulichokota ndoto, nianza na ndoto yeyote. Bwana apewe sifa. Stand up if you have a dream. Una ndoto ya kusumbua yeyote. Any dream. Jamani, ndio na microphone, mwape watu microphone. Any person. Nikitajia wawili is okay, mmoja watatu is okay. Bwana apewe sifa. Okay? Yes. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mimi niliota ndoto. Umeota lini? Kipindi kimepita, muda mrefu kidogo, like 1 year ago. Yes. Like 1 year ago. 1 year? Yeah. Okay. Ulikuwa ongea kwa sauti? Ulikuwa kwenye ibada. Mimi kwenye ibada? Yeah, na watu wa Dodoma. Watu wamegoma? Yeah. Ulikuwa unahubiri hapo, yani ilikuwa ni ibada kubwa, ni mchanganyiko wa
Dodoma, na yani like ile New Year Eve, ile ibada ya New Year Eve. Ndio. Yenye watu kutoka sehemu mbalimbali. Yes. Then ulivomaliza kufundisha ukaja na listi ya majina. Ukasema nataka hawa watu jioni nifanye nao karamu. Katika hao watu I was among them. Then ukasema yani nimewaita muda wote wanawasubiri, mlikuwa wapi? Next time hamtanikuta tena, sitawasubiri. Ikaishia hapo. Okay. Ni 1 year ago, ni mwaka mmoja uliopita. Ni kama mwaka mmoja umepita. Yeah. Okay. Sema aliota ndoto kama alikuwa na hubiri. Then nikawa nawaita watu hawajaja. Yeah. List ya watu uliokuwa nataka kufanya nao karamu, ukasema hawa watu nataka nifanye nao karamu jioni ya leo. Ndio. Ukaenda kukaa hiyo sehemu ambayo unatusubiri sasa tukapate karamu pamoja na wewe. Then sisi tukachelewa kufika, ukasema nimewasubiri muda wote, au mlikuwa wapi? Next time sitawasubiri, nitaondoka, hamtanikuta. Wow, Bwana apewe sifa. Amen. Another dream. Mwingine nataka ndoto mbili nianze kuzijibu moja baada ya nyingine. I'll tell you the source. Na damini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliota ndoto kama miezi 10 au 11 iliyopita. Speak louder. Niliota ndoto nahisi kwenye miezi 10 au 11 iliyopita. Hiyo ndoto ni kweli inanisumbua. Niko katika eneo yani la poli, natolewa kafara na watu wangu wa karibu katika biashara, yani kibiashara. Tunafanya nao biashara, mazingira ya kibiashara. Yani wanatoa kafara huko, yani wanaongea kwamba biashara imekuwa ngumu, pasipo kufanya kafara hatuwezi fanya chochote. Kwa lazima mmoja wetu tumtoe kafara. Na watu ambao walikuwepo walikuwa wadada wawili ambao nawafahamu, na mkaka mmoja kasoro huyo mzee mtoaji kafara mwenyewe ndio nilikuwa simfahamu. Kwa baada ya kuota hiyo ndoto nikani kila ninachokifanya kwangu kinavurugika. Okay, sawa. Bwana apewe sifa. Amen. Naomba nianze ya kuna mwingine zile tatu basi. Give that man. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa jana kwa mkia leo nimeota watu wawili wakichinjwa katika maeneo ambayo mimi nafahamu na ambao natafutaga mimi riziki. Mmoja wapo katika wale ambao walikuwa wakichinjwa, mmoja akapasuliwa paka tumbo wote ukawekwa nje. Alafu nikajikuta kuna sehemu nipo nimesimama, alafu nimeshika kichwa cha mmoja ambao walikuwa wamechinjwa. Alafu wakasema tunahitaji hicho kichwa. Mimi ikabidi niwakabidhi. Kwa hiyo katika hisia zangu za mkono najua kabisa nimeshika kile kichwa. Okay. Wow. Inatosha. Tafsiri yake sijaijua na maana. Nitawaambia tafsiri yake, nitakwambia na kwenda umeota hiyo ndoto. Bwana apewe sifa. Naomba nianze na pamoja. Ameota na ubili, then baadaye ikaja na kusema jina na yeye akiwemo, lakini wamechelewa. Kaambia siku nyingine msifanye hivyo. Bwana apewe sifa. Wakati unaota hiyo ndoto, kulikuwa kuna maandalizi ya ibada ama conference. Yani by that time unaota hiyo ndoto. Amen. Aidha kulikuwa kuna maandalizi nini ya ibada au nini conference. Niko sawa? Yes. Niko sawa? Yes. Okay. Kwa hiyo wakati unaota hiyo ndoto, na naomba nisaidie kitu. Nimwambia hivi. Nishawaambia watu hapa there is a matrix of the dream. Matrix of the dream. Sitaiongea. Bwana apewe sifa. Lakini wakati unaota hiyo ndoto kulikuwa kuna maandalizi nini ya ibada au nini kutano au seminar. Bwana apewe sifa. Nini kikuepo? Conference. Asa katika hiyo conference kuna kazi ulikuwa unapaswa uifanye wewe au jukumu kwenye hiyo conference. Amen. Ukawa unalifanya lakini ndani yako unafikiri au jamit target au linakupa wasiwasi au nakupa hofu kama
kana kwamba sijalifanikisha kama nilivyotaka kufanikisha. Amen. Kwamba nitegemea kuwa na watu 1000 wamekuja 100. Umesikia? Thereafter ukawa na wasiwasi kwamba hawa watu hawato kuja. Bwana pewe sifa. So expectation yako kama uliota kabla ya conference, amen, kama uliota kabla ya conference, Mungu alikuwa anakuambia unafanya chini ya kiwango kazi hiyo, na ukiangalia baada ya conference matokeo yake hayakuwa kama matarajio yako. Niko sawa? Yes. Niko sawa? Yes. Kwa hiyo kama ni conference utegemea watu 100 wamekuja 50, Mungu alikuwa anakuambia wewe umefanya kazi lakini haukufanya kazi sawa sawa. Kule kuchelewa ulipo kama vile umechelewa, sio kama kuchelewa, kulikuwa kuna roho inawazuia usifanye sawa sawa. Hasa matokeo yake kwenye listi, ulikuwa kwenye listi ya kula kalamu kwa kazi njema ulimefanya. Amen. Sasa haikuwa, umenisikia? Matokeo yake sasa kila ulichokuwa umetarajia kufanya mwaka jana au mwaka juzi au kukifanya. Niko sawa sio sawa? Sawa. Niko sahihi sio sahihi? Yes. Kila plani ulio plani mwaka jana kama imetimia basi 200, lakini sio 50 zote. Sawa. Niko sawa? Ndio. Niko sawa? Yes. Sasa kuna mahali katika ulimwengu wa roho upande wa Mungu au kufanya sawa sawa. Sasa ili ule kalamu na Kristo, you must work hard. Ufanye sawa. Umenisikia? Ukianza kufanya sawa sawa milango yako itafunguka yote. Nimekujibu au mwaka jana umefanya sawa sawa? Programu zako zimeenda sawa zote? Somehow. Mpango wako imekamilika yote? Hapana. Haijakamilika. So now work hard. Fanya kwa Mungu zaidi. Everything will be succeed. Wa pili ameota atolewa kafara. Amen. Na wanawake 2 na kuna mbaba mtoa kafara. Amen. Then baada ya hapo mambo yake yakawa hayaendi. Bwana pewe sifa. Amen. Kutolewa kafara sio kazi nyepesi. Bwana pewe sifa. Okay? Iko hivi. Ni kama mwaka mmoja umepita. Ni kama mwaka mmoja umepita. Kwa mwezi wa 3 au 4 hivi. Mwaka jana. Okay. My God. Huyu ameota anatolewa nini? Kafara. Na wanawake wangapi? 2. Na naye mtoa kafara amuone. Wakati unaota hiyo ndoto, ulikuwa katika mazingira ambayo yanaanza kidogo kuchanua kidogo, then ukiwa kwenye eneo la biashara yako au mazingira ya biashara yako, listen carefully, au kwenye hiyo hali ya kazi ulikuwa unaifanya, alitokea mwanamume mmoja, sawa, akawa anataka kukupenda au anataka kukutaka. Niko sawa? Niko sawa? Yeah. Niko sawa? Ndio. Kama siko sawa sema siko sawa. Bwana pewe sifa. Haina shida. Niko sawa? Ndio. Niko sawa? Ndio. Praise God. Then wakati huyo anaanza kupenda, akatokea wa pili. Amen. Na mwenyewe akawa anataka ukupende. Amen. Then ukawa unataka kumwazima mtu izeki akusaidie fedha au akusaidie mtaji au uazime mahali izeki. Kuna mtu ambao ulikuwa unataka akupe nini? Fedha au akupe mtaji au akusaidie kwenye mazingira kazi yako au mazingira biashara yako. Niko sawa? Ndio.
Niko sawa? Ndio. Kama siko sawa niambie siko sawa. Niko sawa? Ndio. Kwa hiyo kuna mtu aidha ulikuwa unamuomba feje akusaidie. Umeelewa? Ndio. Akusaidie katika kukusaidia hii biashara yako. Aidha huyo mtu ni mwanamke au mwanamume, but there is a person ulikuwa unamuomba akupe nini? Fedha. Unakumbuka? Ndio. Hiyo fedha akukupa? Hapana. Alikupa? Hapana. Hajakupa? Alikuwa nani yako? Dadangu. Dada yako. Akupa hiyo hela? Yeye anafanya biashara? Anafanya biashara. Kama ya kwako? Ni tofauti. Tofauti. Akupa hiyo hela? Kipindi kile? Yeye ana duka la vipodozi, mimi nilikuwa na saluni. Saluni. Kwa kipindi kile akukupa? Bwana pia sifa. Sasa wakati anaota ndoto kama watu wanamtoa nini? Kafara. Na unamtoa kafara hawaoni. Amen. Anaona dada wangapi? Wawili. Yule mtoa kafara amoni. Na anasema baada ya pale biashara yake ifanyaje? Ilikufa. Bwana pia sifa. Ulikuwa umeokoka Nilikuwa nimeokoka, sema sikusimama. Ulikuwa hujasimama. Sasa kuna tukio ulifanya, sitaki kusema kwa public. Bwana pia sifa. Amen. Kwa tukio umefanyaje? Ulifanya. Ulishazaa mtoto? Ndio. Una mtoto? Babake yuko wapi? Na watoto wawili. Wana baba tofauti wawili? Kila mtu na baba yake? Yes. Sasa Amen. Kwa tukio alifanya sio nzuri sana kwa baba mmoja wa watoto wako. Unakumbuka Yaani kwa mfano, toe mfano labda, sasa niseme public. Umezaa na mtu. Unataka kupela. Sawa? Ya mtoto. Lakini hiyo sio ya mtoto, ni kitu kingine. You get my point? Mbona point yangu natoa mfano. Umeweza kunielewa? Umeweza kunielewa chongea? Kwa mimi au yani kitu ambacho nakumbuka, nilipigwaga simu na baba mmoja wa mtoto. Hapana, bibi yake na mtoto. Walikuwa wananiambia shida ya mtoto anaumwa, maana iko CCBRT. Ndio. Nilipoambiwa shida ya mtoto kuumwa ilikuwa inahitajika fedha, wakaniambia babake hapatikani. Ndio. Lakini baada ya kukaa, kabla sijatuma hiyo fedha, nilituma pesa kidogo. Lakini akaja ndugu yake au mwanaume akasema hapana, hiyo fedha si kwa ajili ya hiyo, sababu wafadhili wake wanamsaidia. Ndio hicho ninachomaanisha. Kwamba unatumwa hela, nimesema nitoe mfano, una mke. Sitoka niseme kitu, amen. Kwa huyu akatuma hela ya mtoto, lakini mtoto akupaswa kutuma hiyo hela. From there ndo maisha kakaribika. Kwa haikuwa hela kwa ajili ya mtoto kutibiwa. Ilikuwa ni hela kwa ajili ya kufunga maisha huyu. Amen. Baada ya kufunga maisha yake huyu, na hiyo hela aliyokuwa nayo kwenye business yake ndio ikachukuliwa mali. Walifikiri watibia mtoto au kutibia nani? Mtoto. Walikuwa wanafanya kazi nyingine. Just why aliota watu wangapi? Ila kuna mtu anamtoa nini? Kafara bila kujua. Bwana pia sifa. Umenielewa vizuri? Kwa from there, kama kuna kitu cha kudini nacho, ni kudini na hiyo hela uliyoitoa ya mwanao. Bwana asifiwe. Na amenielewa Watatu ameshika kichwa. Si ndio? Kuna mauaji yametokea. Baba ya sifa. Vile kashika nini? Kichwa cha mtu na damu inatoka, si ndio? Ndio. Damu imetoka? Naam. Kichwa umekishika? Nimekishika. Ukampa mtu? Yaani unajua walipokuwa wameuawa, nilikuwa ni mtaa eneo moja hivi lina movement sana, mtaa wa Grey Kariakoo. Ndio. Yaani umati wa watu wengi. Walikuwa nasadikika katika wakisadikika kwa mali walikuwa ni majambazi. Ndio. Wawili. Kwa uawa kinyama sana nikishuhudia. Ndio. Ghafla nikajikuta karibu na maeneo yale niko nimesimama, niko na watu lakini mkononi na kichwa cha huyo jambazi. Cha jambazi mmoja. Lakini sasa wanadai sasa tunahitaji hicho kichwa na nataka hicho kichwa.
kuna mtu alikuja na ikihitaji hicho kichwa chokishika, tunataka kuambatanisha, sio jua miili inabidi kama unataka kupeleka muunganishe, lazima tuunganishe. Wewe ndio kama kishika, mimi niko nimekishika hicho kichwa cha jambazi mmoja, ambaye yani katika njozi kwa panasomeka kama ni jambazi. Okay, sawa. Wakati unaota hiyo ndoto, kuna mambo matatu yalitokea. Ni juzi ani usiku wa jana kuamkia leo. Kuamkia leo. Unamka nyumbani? Naam. Unamka nyumbani. Kuna mambo matatu yalitokea pale. Umeota ndoto fupi, yani umeota unamalizia. Yani ndoto uliyoota umekumbuka cha mwisho au kumbuka nini cha mwanzo. Amen. Kwa umekumbuka nini cha mwisho? Hiyo point ya mwisho sio ya mwanzo. Ila sio tunasema yote ndoto. Siku hizi mbili, kama sio jana ni juzi, siku hizi mbili, kuna kitu ambacho mke wako alikuwa anakuambia kufanya. Amen. Au umpe au kufanya au kumsikiliza. Niko sawa eh? Inawezekana sikumsikiliza. Niko sawa. Mke wako iko nyumbani eh? Mke wako nyumbani? Mke wangu? Iko nyumbani. Iko nyumbani. Naam. Mna watoto eh? Tuna watoto. Ameshakwambia jambo la mtoto wako yeyote katika watoto wale? Ni changamoto za mtoto alishaniambia, ambazo kila siku huwa ananiambia, kwa sababu ndio hicho kiongea hicho. Amen. Amekuwa akikwambia kila siku changamoto nini? Ya mtoto. Amen. Ni kama vile anakushtakia au anakuambia changamoto, si ndio? Naam. Kila siku. Ni kila siku. Uongo kweli? Ni kweli kabisa. Juzi hajakwambia? Ni kila siku. So I want to tell you about the dream. Ya kichwa cha jambazi. Tunapikichika. Mwana ana miaka mingapi? Naam. Huyo mtoto ana miaka mingapi? Ule mwanangu ana miaka 9 sasa hivi kwenda 10. Ana shida gani? Changamoto yake katika ufahamu. Haelewi. Sasa I need to speak something. That's why you need a prophet who can tell you the dream. Mimi hujaniambia habari za mtoto, Bwana apewe sifa. Sasa yeye alipoamka akaanza kuwaza jambazi, Mungu wangu wamemuua wapi? Bwana apewe sifa. Amen. Nakatala ya jambazi. Mimi sitaka mata jambazi. Naona kama mwaka mzima muone jambazi hata huyu. Hata mmoja. Amen. Sasa katika ulimwengu wa roho, Mungu achukua na kuonyesha. Amen. Kile kichwa ni cha mwanao. Bwana apewe sifa. Amen. Uliona kama uko Kariakoo unafanya kazi mkusanyiko wa watu. Amen. Ambako unafanya biashara. Ndio. Sawa eh? Na ghafla kama vile kuna majambazi umeuawa. Ile imekupa nini? Kichwa. Hii ndoto anayoiona, hii ndoto inaenda kumanifest hata miaka 3 4 ijayo au miaka 10. Bwana apewe sifa. Amen. Ni kwamba huyo mtoto ni wa kike. Wa kike. Ndio. Ni wa kike. Bwana apewe sifa. Huyo mtoto wa kike huyo, usipo leo elewa na Mungu akusaidie uelewe jambo hili. Na ndio maana pengine Mungu amenituma kutoa translation na kutoa chanzo. Amen. Ili Mungu aingilie kati. Bwana apewe sifa. Ungeenda kwa mchungaji mwingine angekwambia hivi, omba roho ya mauti, roho ya majambazi. Kuna watu wanataka kuibia. Mungu amewakata kichwa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. That's why nataka nikuoneshe ili ujue chanzo ni nini. What is the problem? Bwana apewe sifa. Haujaniambia habari za mtoto. I don't know you. Amen. Lakini nakwambia the challenge ni mke wako amekuwa akikwambia habari za mtoto. Amesema mimi sijui, hajaniambia chochote. Bwana apewe sifa. Amekuwa anakuambia habari za nini? Za mtoto. Na hiyo mtoto ni kama ufahamu wake unadolola au ueleweki. Kwa kweli mtumishi, mimi na watoto 4. Ndio. Wa pili anafanya vizuri. Michezo na kila kitu uelewa wake ni mzuri. Wa 3 anafanya vizuri, wa 4 pia namuona kabisa naye ana maendeleo mazuri. Lakini
wa kwanza kwangu amekuwa kama mfupa, yaani kiasi cha kwamba hata nikirudi nyumbani nikitalisho chakula, yaani kitendo cha mke wangu kunipa tu malalamiko, leo mwanao kafanya hivi, yaani naumia sasa. Lakini sasa unajua, yaani natamani kwamba nipate tu chakula kabla sijasikia kesi za mtoto yani. Listen. Umesikia? Mimi hajaniambia habari za nini za mtoto. That's why uko hapa leo mwanao kupona. Praise God. You are here God to deliver your child. Bwana pewe sifa. Sasa akaota ameshika kichwa hiki kimoja cha nani? Cha mtu. Nani? Jambazi. Anatoa damu. Bwana pewe sifa. Anampa mtu. Bwana asifiwe. Amen. Maana ya hii ndoto ni Mungu alikuwa anampa taarifa ya mwanae. Amen. Ambao kila siku mke wako amekuwa akipiga kelele. Mimi nimekwambia mwenyewe, naona mke wako kia sana ongea na wewe. Sasa imefika mahali yeye mwenyewe kabla anatamani ale chakula kwanza kabla hajasikia kelele za mtoto. Bwana asifiwe. Sasa ulipoona huko Kariakoo mahali ambako unafanyia biashara, then umeshika kichwa na kichwa kama vile jambazi ameuawa na ni cha mtu kinatoa damu. Bwana pewe sifa. Na unamkabidhi mtu mwingine ili akipokee. Bwana pewe sifa. Una mambo mawili ninakusumbua. Amen. La kwanza ni jambo la biashara zako haziendi. Naam. Niko sawa? Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. La pili ni la mwanao. Naam. Umekuwa ukijiuliza maswali, kwa nini maisha yangu hayafanikiwi? Kwani napambana sana biashara na dorora. Amen. Mungu alikuwa anakuambia hivi, na kabla hujaota hiyo ndoto ulitoka kusema, Mungu naomba niende mahali aidha kwa Yesu au kwa mganga. Amen. Sehemu moja wapo nipate suluhu ya maisha yangu ya biashara. Niko sawa? Mtumishi, unajua hii safari iko kwenye kwako, si utakuwa labda umenisahau. Naomba tu nipe nafasi ya kuzungumza kidogo. Ndio. Mimi kuna siku hapa niliweza kufika hapa. Ushakuja hapa? Nilishakuja hapa mara moja. Mtumishi, ulikuwa unazungumza kwa mtu mmoja iko siku ya Jumanne. Ukaanza kuongea siku ambayo mimi nazaliwa, ukaanza kuzungumzia historia yangu. Alafu baadaye ukazungumzia kwamba kuna mwanamke namuona kama nani anafanya biashara za chakula, unamfahamu? Mimi nikakwambia simfahamu. Alafu baadaye ukasema naona kama upo kwenye familia fulani ya kichifu ambayo wana ulisi wa bakora. Ndio. Mimi sikujua hivyo. Lakini pia dakika za mwisho ukaandika paka majina matatu, kwa sababu mimi mwenyewe katika makuzi yangu nimekulia kwa baba ambaye babangu akawa kama babangu mlezi. Ndio. Aliyakuwa mwisho wa siku na miaka kama 4 ndio nimemjua babangu mwenyewe. Ndio. Baada ya kutoka hapa siku ile uliponizungumzia prophecy, nika connection sana na baba yangu sasa mzazi. Ndio. Nikapata bahati ya kumuuguza mpaka Jumatatu iliyopita ile. Mungu akampenda zaidi, tulikopo Moi. Pole. Baadaye tukasafirisha msiba mpaka Tanga. Ndio. Sasa baba katika mke wake wa ndoa ana watoto 4. Mimi ni mtoto wake ambaye kipindi hicho anaanza maisha. Lakini tulipofika kule kwa mila na tamaduni zikafanyika. Umeona? Baada ya msiba wakanipa cheo pale cha kuiongoza ile familia. Ndio. Au cheo kingine labda kama cha kichifu. Baadaye ndio prophecy nikaona imetimia, wakanikabizia bakora pamoja na upinde. Nilikuwa naongea siku hizo sikuwa najua kama wana tamaduni hizo, yani sikuwa nafahamu kabisa. Oh my God. Kwa hiyo nikajiuliza kwa nini prophet amezungumzia kwani kuna upinde na bakora, kwani kuna dini mbili, kuna Waislamu na Wakristo, hali ya kuwa mzee wangu mimi alijenga misikiti mingi sana. Sasa natambua kwamba familia yao wote ni Waislamu. Lakini kule sasa ndio walipokuwa wanazungumza wazee wanasema siku tu tuna pande mbili,
Kondo kama vile prophet tulivyoweza kusema, mimi naona kwenu kama kuna pande mbili ambazo mimi sijui kwa sababu sikuwahi kufika. Kwa hiyo najaribu kuambia ndugu zangu, prophet anaona, sijui yani nisemaje. Praise God. Mmesikia kitu? Kama nimeshamsahau kama alikushakuja hapo. Bwana pesa. Amen. Na you can see nimwambia baada ya uchifu na Bakola. Ajui Bwana pesa. Unasikia? So maana yake ni kwamba hiyo ndoto, hicho kichwa ulikuwa umeshika. Hicho kichwa ulikuwa mfeje? Umeshika cha damu. Unamkabidhi nani? Mtu. Mungu anakuambia hivi, kupitia huyo mtoto ulipoona kwenye eneo la kazi. Amen. Amen. Kuna roho yuko ndani ya huyo mtoto, ni roho ya giza, ndio inasababisha hata maendeleo yako kuwa na shida. Amen. Nilichokuwa nafundisha kwamba pepo inakutoka wewe na muingia. Umesikia? Amen. Asa mwenye mamlaka ya kufanya deliverance ni wewe. Usipomhudumia mtoto akakaa sawa, hiyo roho, hiyo spirit, hiyo hali, hiyo tabu, hiyo shida ya kichwa chake itakurudia wewe. You be the one responsible. Amen. Na ndio maana ukaona kichwa kinavuja damu, huyo mtoto ataharibikiwa na kwako itakuwa ni hasara. Umeelewa? Kwa hiyo Mungu akichukua kuambia make sure huyo mtoto anakuwa delivered. Amen. Na anakuwa na akili, vinginevyo akiendelea kuwa hivyo atakuwa ni hasara kwenye familia yako. Umeelewa? Nimeelewa. So kama kuna jambo la kufanya, hakikisha huyo binti yako, huyo mtoto wa kike huyo anapona. Ndio hicho kichwa unachokiona. Naam. Umesikia? Naam. Na huyo mtoto ana jina ambalo la mtu mmoja miongoni mwa familia yenu. Umesikia? Naam. Yaani atakuwa na jina miongoni mwa familia, aidha mke wako au mme wake. Sawa? Na hiyo shida sio ya kwake peke yake. Ilishaanza na mtu mwingine zamani. Just vitu vingapi? Viwili. Umesikia? Kwa hiyo Mungu anakuambia hiyo pepo lazima udili na mtoto wako. Yani kama kuna sala za kuomba na maombi ya kuomba, ombea mwanao. Akipona umefanikiwa. Amen, amen. Yes, about God bless you. Nishafundisha, lakini nishafundisha kila familia ina airport. Unakumbuka? Amen. Nishafundisha habari za airport, si ndio? Kwamba wachawi au mapepo au majini au giza aliweza kwenda nyumbani mwa mtu pasipo airport. Must be airport. Lazima ipo sehemu ya take off na kuland. Yaani majini, mapepo, wachawi wapate sehemu ya kutua na kuondokea. Bwana pewe sifa. Na ndio maana kila ukoo au kila familia lazima utakuta kuna mtu mmoja ni mlevi au mkorofi. Nani kwa hamna? Hata baba mdogo, mama mdogo, shangazi, kila mtu hapa. Sijajua kama kwetu hapo. Bapezi. Ya lazima. Yeye kutoka mtu hata ukofika mnampenda hivyo, mnampenda nini? Haja kutokea. Nyamna. Yaani anakunywa pombe, anashiba kwenye pombe, au mwingine anafuta bangi, yani anakuwa na mazingira fulani hivi. Amen. Huyo kiona huyo mtu ni airport. Mapepo yakija yana land na ya take off. Nani naye nyumbani kwao? Ukuta umezaa mtoto, watoto wako watano wako wastaarabu. Mmoja tu tena uliompenda sana pengine anakuwa mkorofi na kudharau na kuvutia bangi. Amen. Anakunywa nini? Pombe. Bwana apewe sifa. Ukiona hiyo hali amekuwa airport. Au mwingine kama zezeta, kama mjinga fulani hivi. Shule haelewi. Huyo mtu anakuwa nini? Ni airport. Mapepo ya take off na ya kuland. Ndio eneo ambalo pepo amekutoka wewe, amemwingia yeye. Anapokea mpo kwa ajili yako wewe. Bwana apewe sifa. Wangapi wamenelewa? Niliota mimi najikutanisha paka kwetu. Nishovala nguo ya shule. Mimi nafanya paka kazi kwa mke wake wa babangu. Babangu anakuwa wake watatu. Sasa ule wa pili mimi nakutanisha paka niko kwake, mimi namfanyia kazi mambo yote. Sijawahi kuota ndoto mimi kwangu, hapana. Mimi nishakuelewa, mimi nafunga ndoa yote. Mimi nakutanisha paka niko kwetu. Paka kwake yule mama mimi namtumikia kazi. Ndoto nyingine ya pili nalota nilikuwa nyumbani nenda chuoni. Kwa mimi kurudia watoto walikuwa ndani, mimi nakutanisha nyoka pale pa mlango. Nataka kuingia, yule nyoka anafungua kinywa, anataka kuning'ata.
Sasa mimi naita kaka mmoja kwa nisaidie ndio ule nyoka. Ule kaka nakimbia. Kaka wa pili mimi namleta tena. Asiingia na kataa, anasema huyu nyoka kali sana, mimi siwezi kumuua. Ndio kipanda sasa naona ile nyoka anaanza kula nini ndala ya mwanangu wa kwanza. Yeye anaanza kula ile, ndio mimi nasuka kwa mchimbizi. So wonderful. Amen. Ndoto ya kwanza ameota yuko na mama yake wa kambo. Desaka ni mama. Mke wa pili anamtumikia, yuko chini yake Na anangoza shule. na anangoza shule, lakini anamtumikia. Sawa? Ndoto ya pili akaona nyoka iko nyumbani kwao kule kutokea, lakini anatafuta mtu wa kwanza kumuua, anashindwa. Na wa pili anafanyaje? Anashindwa, anamgonga kwenye mguu. Si ndio eh? So okay, another one, I'm coming. Mwingine? Nimeota usiku wa jana kwa mkia leo, nimeitwa nyumbani kwa rafiki yangu ambaye ni marehemu, kwamba nitolee ufafanuzi wa mali zake, kwamba pesa zake zimeendaje na nilizokuwa niko nazo nimezipeleka wapi. Marehemu amekuita? Nimeitwa na ndugu zake. Ndugu wa marehemu? Akiwapo na mume wake. Uko na mume wake? Marehemu alikuwa rafiki yako? Alikuwa rafiki yangu. Akamwambia utoe ufafanuzi wa mali zake. Ziko wapi hizo mali? Okay. Sawa. Kaa hapo usiondoke. Ngoja nianze na mwanangu. Ndoto ya kwanza yuko amevaa shule uniform, then anamtumikia mama wa pili. Si ndio eh? Okay. Mamako yuko anaishi? Ameshafariki? Ndio. Mama pili anaishi? Ndio. Mama wa kwanza anaishi? Wa kwanza mama kwanza ni yako. Yes? Wa kwanza ni mama yako. Wa pili anaishi? Wa pili anakufa. Wa tatu? Ndio ule mimi namtumikia. Ndio mtumikia. Ndio ni wote. Okay, sawa. My God. This is so wonderful. Umezaa watoto eh? Ndio. Okay, listen. Before kabla hujaota ndoto, ulikuwa na something, ulikuwa na either contradiction au kutokuelewana fulani na baba wa watoto wako? Ndio. Mlikuwa na contradiction? Ndio. Si ndio? Ndio. Mlitofautiana lini? Amuelewani? Amuelewani kabisa. Sasa listen. Unatoa wawili? Ndio. Kila mmoja na baba yake? Hapana. Baba leo ni mmoja? Ndio. Okay. Alikuoa? Ndio. Mkafunga ndoa? Bwana apewe sifa. Ameota akiwa na nini? Na uniform. Lakini pia anamtumikia mama wa kamba aliyepo. Jamani, naomba niwape siri, muifahamu siku zote. Kila ndoto nayoyota inatimia. You must understand it. Kila ndoto nayoyota kinacho kusumbua wewe unaona itimii kwa sababu ya interpretation. Amen. Nini? Tafasiri. Ni kwamba hivi ukiota ng'ombe maana yake nini? Mzimu. Si ndio eh? Ukiota ng'ombe nini? Mzimu. Simwambia hivyo mpaka vitabu vimeandikwa kama ng'ombe mzimu. Si ndio jamani? Ndio. Nilikuwa soma kitabu cha mtumishi mmoja ameandika ukiota ng'ombe ni mzimu, ukiota mbwa ndio ya uzinzi. Acha ujinga. Bwana apewe sifa. Okay. Ukiota ng'ombe ni mzimu. Nebukadneza aliota ng'ombe 7 wamenenepa na 7. Kwa hiyo ingekuwa ni mizimu 7 minene. Sina manake. Uye aliyesema kama ukiota ng'ombe nini? Mzimu. Ni mzimu. Kwa hiyo Nebukadneza alipota ng'ombe 7 wamenenepa, 7 mfeje? Angekuwa mchungaji wa 7 nikwambia ni mizimu 7 iliyokuwa mikubwa ile. As ulipoanza kuomba imeanza kusinyaa inakaribia kuachia. Bwana apewe sifa. Lakini tafasiri yake ilikuwa miaka 7 ya njaa,
Nimesema nini? Ya shibe. Akaota ndoto mfungwa. Hivi ukimota mwenzako amekalia ungo au ana ungo kichwani, ungefanyaje? Nini? Mchawi. Ungeanza Mungu wangu. Yule mchawi, yule nini? Mnyweshaji ameota ndoto akiwa na ungo wapi? Kichwani, si ndio? Tafasiri yake anamwambia Yusufu, anamwambia wewe usiku wa leo utachinjwa nini? Kichwa. Alikuwa mnyweshaji, si ndio? Ikitimia hajatimia? Itimia. Bwana pesa. Kuna mwanangu mmoja hapa ametoka kufunga siku zake 3 kavu. Kwenye maombi ameweza kuomba na kidogo mchana. Anaota yuko uchi wa mnyama. Ungesemaje hapo? Akaniambia baba, nimeota mimi nikiwa uchi. Niko uchi. Yaani maombi yangu yote bado mimi kwa nini mimi mchawi? Bwana pesa. Au unamwota mwenzako yuko uchi. Amen. Utasemaje? Nimemwota rafiki yangu yuko uchi. Huyu ni mchako sana. Bwana pewe sifa. Sometimes inategemea unaota ndoto kwa ni nini na kwa nini unaota. Ndoto unapoota imegawanyika sehemu 3, 4. Amen. Nitaelezea baadaye hicho kitu. Lakini kumbe yule binti alikuwa ametakasika. Amen. Kitendo cha kuota yuko uchi, Mungu alikuwa anamwambia mwanangu, umetakaswa dhambi zako zote. Bwana pewe sifa. Amen. Umenisikia? Amen. Sasa huyu ameota mama wa kambo, amevaa uniform yeye, lakini anamtumikia mama wa kambo. Ilikuwa hivi, uko chini mama wa kambo. Huyo mume wako mlipokuwa mna mgogoro kutokuelewana, amekuambia nataka kuacha, au wewe mume unataka kumwacha, au ulikuwa unawaza muachane. Niko sawa? Sawa. Sawa. Yeye ulikuwa unasema au ni muache. Na yuko wapi mume wako? Yuko wapi? Kazini. Yupo kazini. Mnaishi pamoja? Ndiyo. Ndio tuongee jambo la siri. Bwana pewe sifa. Sasa alichokuwa anamwambia Mungu ni kwamba kwa kadiri mama yake alivyokuwa huyu mama wake wa kambo, amen, usipoomba hiyo ndoa yako itakufa. Na inawezekana kicho kuleta hapa ni kuombea mume wako, hiyo ndoa yako itafanyaje? Itakufa. Na wewe utakuwa kama mama wa kambo mahali pengine. Yaani utaachana na mume wako huyu, utakwenda kuolewa na mwanamume nini mwingine, na yule mwanamume atakaye kuoa alishaoa. Umesikia? Ni kama baba yako alipomuoa mama yako, huyu ameshaoa. Ndivyo na wewe utaoa na mwanamume alishaoa. Na ukishangaa mama kashaoa, ashakuoa, Hapana. wewe ndio wa kwanza. Sawa? Kwa huo mgogoro usipoisha, wewe na mume wako mtaachana, then wewe utakwenda kuwa mama wa kambo mahali pengine kama yule mama wako wa kambo. Umeshaongea? Kwa kama kuna spirit inabidi udini nayo, ni kukataa hiyo roho, hiyo nini? Roho inayosumbua familia yako. Nimekujibu. Na hiyo roho inakufuatilia ili uachane na mume wako. Na ukiangalia mume wako anakuambia wewe ni mkorofi. Niko sawa? Sio sawa? Sawa. Yaani mume wako anakulalamikia wewe ndio nini? Ndio mkorofi. Ndiyo. Na wewe ndio mkorofi. Uongo kweli? Kweli. Ya, wewe mkorofi. Bwana pewe sifa. Kwa hiyo yeye anajikuta mbabe, mkorofi kama Vashti na nani? Na Esther. Vashti kakorofisha ili Esther aolewe. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hiyo utakuta na wewe umama wa nini? Wa kambo na kujia. Are you listening? Na ukorofi wako unahisi mume wako ana mahusiano mengine. Sawa eh? Sawa. Ndio hicho unachokihisi. Ndiyo. Sasa jiandae, ukiendelea ukorofi, umama wa kambo na kujia. Mbamne. Umesikia hiyo maana? Neno kama yuko chini ya mama wa kambo. Hiyo ya kwanza. Ya pili,
ameota nini? Nyoka. Yuko kwenye nyumba yao. Amen. Yuko nyumba yao. Amen. Lakini atafuta mtu amuue. Anakataa kufanyaje? Kufa. Ameota mtu wa kwanza, wa pili anashindwa kufanyaje? Kumuua. Na akamgonga. Anasema alikula kiatu cha mtoto wake wa kwanza. Akala kiatu cha mtoto wa kwanza. Okay. Baba pesi. Amen. Na ameona nyumbani kwao. Kwako. Okay. Kwa hiyo amekuja nyoka, ameingia nyumbani kwako. Ukataka mtu wa kwanza muue, wa pili ikashindikana. Amen. Lakini akala kiatu cha mtoto. Baba pesi. Sema snake. Snake. Hivi unajua sometimes nyoka sio shetani? Unajua sometimes nyoka sio shetani? Yeye sio kama ukitoa nyoka unamaanisha shetani. Jangwani walimwinua nani? Eti jangwani walimwinua nani? Jangwani walimwinua nani? Nyoka wa shaba. Nyoka ili kila atakayemtazama Bwana pesi. Kwa hiyo sio kila nyoka na wote nyoka ni shetani. Sema mmekalili. Bwana pesi. Amen. Sasa simaanishi kwamba huyo aliyemwota sio shetani, hapana. Amen. Ameota nyoka nyumbani kwake. Ametaka kumuua mtu wa kwanza, ameshindikana. Mtu wa pili shindikana. Kamgonga mwanawe wa kwanza. Mwanawe wa kiume? Ndio. Firstborn wa kiume. Okay. Ongera na Mungu akusaidie. Bwana pesi. Amen. Wakati unaota hiyo ndoto, amen, kuna mtu ulikuwa unamshirikisha habari za nyumba yenu. Yeye unaongea naye habari za familia yako. Sawa? Aidha unaongea habari za mume wako kwa mtu, au habari za familia yako nani? Kwa mtu. Yeye kuna mtu aidha ni rafiki au ndugu au dada au rafiki, ulikuwa unamwambia mazingira ya nyumbani kwenu kwako. Niko sawa? Sikumbuki tena. Au kumbuki? Yaani is like umepata changamoto kwenye familia, then ukaanza kumshirikisha mtu au ukaanza kumwambia mtu, ndugu yako, rafiki, mchungaji. Kuna mtu ulikuwa unamshirikisha jambo lako. Ni nani? Hapo tu kwa familia kule Kongo. Ni kwa familia yenu Kongo. Ulikuwa unamwambia nini? Nilikuwa namwambia mambo ya familia, nasema familia yetu mimi ndio wa kwanza kuelewa nani wa banti yangu au mama mdoko, baba naingia ndoa paka hivyo. Ni mama tuanza. Sijakuelewa bado. Nianza kumwambia mambo ya familia yetu. Namwambia mimi ndio wa kwanza kufanya ndoa. Ndio. Yes. Kwa ulikuwa unamwambia habari za familia yenu. Ulikuwa unamwambia nani? Aanze kala kwetu ule dada, sio wa familia yetu, hapana. Sio, ulikuwa unamwambia habari za ndoa. Ulikuwa unamwambia yeye habari za ndoa za nyumba, kwamba kwetu sisi mimi ndio kwa kufunga ndoa. Kwa hiyo unaelezea familia yenu jinsi ilivyo, si ndio? Ndio. Si ndio maana yake? Sasa wakati anaota hiyo ndoto, alikuwa anaelezea habari za nini? Za mambo ya familia. Nimwambia kabla hajaota alikuwa anamwambia mtu habari za nini? Za familia. Sawa? Sasa hiyo hayo maelezo kwa namuelezea habari za familia. Amen. Habari za familia. Kwamba jamani, mimi ndio wa kwanza kuolewa, si ndio? Mimi naona nimefanikiwa kuliko wote, lakini ukawa unaelezea umaskini wa nyumbani kwenu, mlivyokuwa na mazingira magumu, sawa? Ukaanza kumwambia nyumbani kuna mazingira magumu, atuendelee, ile nyumba ibadiliki, nyumba ni ile, hakuna kusaidia, si ndio? Ndicho kumwambia. Then baadaye ukaota nyoka yuko nyumbani kwako, sawa? Sawa. Matokeo yake ni kwamba ni kweli Mungu alikuwa anakuambia wewe umeshinda. Sawa? Yale ulikuwa unaongea unaona nyumbani kwenu umekukela, unafikiri umeyashinda. Yako nyumbani kwako. Na atakayepitia tatizo ambalo ungelipitia ni mwanao wa kwanza, muombe. Umesikia?
Yule mwanamke usikia nyoka amemgonga, ambaye kwa nyumbani kwako, ile matatizo ulikoona kama vile umewashinda nyumbani kwenu, yanahamia kwa mwanao, yataanza kumsumbua mwanao nini? Wa kwanza. Ataanza kuwa broke. Ataanza kufanya vitu vya ajabu sana. Umesikia? Ataanza kutokueleweka. Yuko na miaka mingapi? Miaka 3. Muombe sana. Na Ameshaanza. utashangaa na hasira au anaugua au ana changamoto huyo mtoto. Huyo mtoto tayari ameshaanza kuwa Anasha- na yani ni mtoto ambaye huwezi kumwelewa kwa haraka haraka. Ni mkorofi, kimwambia acha hichi, fanya hichi kwa sababu ninakaa naye. You see? Now you can understand. Unakaa naye wewe? Nyumba moja. Jirani. Umeweza kuelewa? Kwa hiyo yeye mamzimu yale yeye amesema ameshinda kwa sababu ameolewa, lakini ile roho imehamia kwa mwanao, ataanza kuwa na ukorofi kubwa. Bwana pewe sifa. Kwa hiyo ili upone complete, Mungu anakuambia anza kudili na mwanao, ni mizimu ya nyumbani kwenu ndio mmeshikilia. Bwana asifiwe. Amen. Nimeeleweka? My God. Tumeongea nini? Ndoto yako ya kwamba mtu amekufa, umeenda kwenye mirathi, wala kuuliza mali za marehemu, si ndio? Umetoa majibu ya mali za marehemu? Umetoa majibu ya mali za marehemu? Walikuwa wananiuliza kwa sababu kabla hajafa kuna hela, kuna kitu alinipa. Kuna kitu alikupa? Alafu nikamwambia nitakupa hela kidogo kidogo, bahati mbaya akafariki. Kwa hiyo walivyofariki wakaniuliza vipi ile hela, nikamwambia mimi nilimpa, kawa nawaelezea jinsi nilivyotoa ile hela. Hii ndoto wakati naota ilikuwa na maana hizi mbili. Ndoto moja itakuwa na maana 3 4. I need you to understand it. Sawa? Na ika be formed kwenye maana 4 kwa sababu yeye alichokumbuka na kumbuka nusu. Amen. Kabla hujaota hiyo ndoto ulikuwa unajadili au unawaza, amen, vitu ulivyonavyo au mlivyonavyo na familia yako. Unasikia? Yaani kama vile unawaza kiwanja cha Mbagala, shamba la Kigamboni, nyumba ya wapi, amen. Then ukawa unataka kitu ambacho mume wako akwambie. Umesikia? Umesikia? Yaani kuna kitu ambacho ulikuwa unataka mume wako afanyeje? Akwambie. Unisikie kwa makini. Then ukawa unawaza sehemu au sehemu ya project au sehemu ya mradi au sehemu ya biashara au sehemu ya kazi au sehemu ya properties, sehemu ya kitu chenu, sehemu mojawapo. Yani like mlikuwa mna discuss, amen, au unaongea na mume wako sehemu ya kitu kimojawapo. Unanielewa chongea? Nakuelewa baba. Umeweza kuelewa? Ndio baba. Umeelewa chomaanisha? Umeelewa chomaanisha? Ndio baba. Labda nirudie. Kabla hujaota ndoto, kuna jambo lolote ulikuwa na discuss na wewe au unalifikiria au unaliwaza wewe na mume wako kuhusiana kazi, biashara, ofisi, properties za kwenu? Labda nikuulize swali. Ndio, huwa tunajadili kuhusu kiwanja chetu cha ambacho tumezulumiwa. Sawa. Kwa hiyo ulikuwa mnajadili kuhusu nini? Hiyo properties. Amen. Baba pewe sifa. Kwamba jamani kuna kiwanja tufanyeje? Tumezulumiwa. Amen. Nacho kuna fanyeje? Na kiwanja. Lakini pia nishawafundisha there is a meal of the dream. Kuna ndoto, kuna kioo cha ndoto. Yaani kwenye ndoto kuna kioo, kuna the meal of the dream. Unaweza kaota ndoto kama ni ya kwako au ya mwingine. Lakini unaweza kumwota mtu mwingine kumbe ndoto ni ya kwako. There is a meal of the dream. Kwa mfano, unaweza kumwota mtu amekufa, dada yako amefariki, kumbe ni wewe umekufa. That's why wale wote wamekufa wajafa wako mpaka leo. Uongo kweli? Kama wamekufa ni wachache, Bwana apewe sifa. Kwa hiyo unaweza kumwota mtu mwingine kumbe ni mila wewe, yani huyo mtu amekuwa kama kioo mbele zako. Unajitazama wewe, Bwana apewe sifa. Kwa hiyo baadaye mkao mnajadili hiyo nini? Hicho kiwanja. Ndio. Mlicho Tulichozulumiwa. mzulumiwa kiwanja. Ndio baba. Kwa nini wamedhulumu? Yaani ni kiwanja ambacho kimeuzwa mara 2. Kimeuzwa mara 2. Bado kesi ndo tunafuatilia, tunataka. Ndio mnafuatilia. Mtakwenda mahakamani. Ndio baba. Baba pesa. Then akamota ndugu
wa marehemu. Sawa eh? Wanakwambia njoo tuambie nini mali za marehemu ziko wapi. Na wakati huo hao ndugu walikuwa kufuatilia kuhusu mali za marehemu, si ndio? Then ukalala ukaota ndoto kuhusu mali za nini, za marehemu. Wanakuuliza mali ziko wapi za marehemu, tuambie mali za marehemu. Amen. Mungu alichokuwa anamuonyesha, alikuwa anamuonyesha jambo moja. Kitendo cha kumwona marehemu na unauliziwa mali ya marehemu aliyefariki. Mtakapofika mahakamani kwenye kile kiwanja, majibu atakwambia hivi, kiwanja kina mwenyewe. Sio wa kwanza, sio wa pili. Bwana pewe sifa. Amen. Yaani wa kwanza amedhulumiwa na wa pili amedhulumiwa. Bwana pewe sifa. Ndio maana kumwona nani, marehemu. Then ukao naomba na mambo ya Mungu, naomba sisi tukienda mahakamani tushinde. Lakini inaonekana yule mmoja ambaye mnamshtaki, sawa, yule mmoja ambaye anafanyaje, mnamshtaki, anapewa ushindi. Yaani anaoka kama yeye ndio ona, anapewa ushindi. Mko sawa? Anapewa nini? Ushindi. Ndio maana yake? Ndio baba. Ndio maana yake. Kwa hiyo yule wa kwanza anapewa nini? Ushindi. Kwa hiyo Mungu alichokuwa anakuambia ni kwamba baada ya kwenda mahakamani, yule mnayotaka kumshtaki, amen, mnataka kufanyaje? Shtaki. Ataonekana hana haki. Amen. Na yeye mtaonekana hamna nini? Hamna haki. Bwana pewe sifa. Matokeo yake itakuwa hivi. Watamwambia aliyewauzia awape sehemu nyingine. Bwana pewe sifa. Amen. Umeelewa eh? Ndio maana ukaona uko umeitwa mahali kwenye kikao, unadaiwa mali ya nini? Ya marehemu. Ni kwamba Mungu alikuwa anakujibu lile eneo ambalo unashtaki alina nini mwenyewe, na matokeo yake mkienda mahakamani, yule ambaye wamemuuzia mwenyewe astahili, then watamtaka yule mtu ambaye mwenye muhusika aliuza mara mbili au sehemu nyingine. Nimekujibu eh? Bwana pewe sifa. Amen. Amen. Hilo la kwanza. La pili, ya huyo marehemu, wewe uliona nusu. Amen. Uliona nini? Wakati unaota hiyo ndoto ya kuona mtu marehemu unakudai, ulijikuta baadaye uko kwenye eneo la biashara zenu. Niko sawa? Ndio baba. Ulipoota ndoto ile ya marehemu, ghafla ukajikuta uko kwenye eneo la biashara yenu. Ndio baba. Niko sawa eh? Kweli baba. Niko sawa eh? Ndio baba. I don't know ulikuwa unachukua kitu gani kwenye chupa au kwenye maji kwenye ile eneo. Niko sawa? Ndio. Ni kama vile ulikuwa umeshika kitu ambacho aidha kina maji au chai. Ulikuwa umeshika nini? Nishika chupa na bebeaga chai. So how can you see even a dream? Bwana pewe sifa. Amen. Yaani how can you see even a dream? Unaonaje mpaka ndoto aliyeota? Bwana pewe sifa. Naomba leo fuata sikwambie, naomba ukae kwa amani, muda umeshaisha.